sehemu ya sifa na ibada ni sehemu ambayo inamshusha Mungu moja kwa moja. Inamshusha Mungu. Kwa maana gani? Yaani hakuna maandalizi makubwa au maandalizi ambayo yakifanyika kwa kumaanisha huwa yanaleta matokeo makubwa sana katika uwepo wa Mungu kama maandalizi ya sifa na ibada. Sifa na ibada. Lakini leo watu wengi sana wamekuwa wakienenda kwa mazoea. Watu wengi sana wakitumia ujuzi walionao kuliko uwepo wa Mungu. Yaani watu wamekuwa wakifanya bidii sana katika kufanya mazoezi, katika kukuza vile vitu ambavyo wanavyo, skills na vitu kama hivyo, ujuzi wa music instruments kama keyboards, gitaa na vitu vingine. Lakini wako na bidii hiyo, lakini ile bidii ya kuhusisha uwepo wa Mungu katika vile vitu ambavyo wenyewe wanavifanya au wanavifanyia mazoezi ndio imekuwa changamoto. Lakini leo nataka nizungumze na wewe kwamba uwepo wa Mungu na kile unachokifanya vinatembea pamoja. Yaani hakuna namna utakuwa na uwepo wa Mungu pasipokuwa na ujuzi ukafanya vitu vilivyo vizuri. Lakini pia hakuna namna utakapokuwa na ujuzi na vile vitu vizuri ambavyo vinakubalika na watu, alafu ukakosa ule uwepo wa Mungu na ile kibali Mungu kubali, alafu ukawa sawa au ukawa unafanya kwa ukamilifu. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Hivi vitu vinatembea sambamba. Biblia inasema hivi katika kile kitabu cha Zaburi, inasema mpigieni Mungu vinubi, lakini pia haikuishia hapo, ilisema pigeni kwa ustadi. Pigeni kwa ustadi. Lakini pia katika kupiga huo ustadi, unapiga ndio kwa ustadi. Je, jambo na swala la kujiuliza, unapopiga Mungu anaipokea hiyo ibada yako? Kile kinanda kweli kikipigwa malaika mbinguni wanasimama kweli kuna mtoto ana? Ama una uhakika gani kama Mungu kweli ameketi katika sifa hizo ambazo unamtolea Mungu? Hiyo ni changamoto kubwa sana. Watu wengi sana wamekuwa wakifanya ibada katika hali ya mazoea. Na hii hapa inawakuta watu wengi sana ambao wanafanya lakini baada ya kupata kibali ndo hapo huwa wito wa kweli unajulikana. Na hapo kama kuna kitu ulikopo kimejificha ndani yako, kama kuna tabia na vitu ambavyo umejificha ndani yako, hapo ndo vinaanzaga kuonekana baada ya kupata kibali na baada ya kuanza kukubalika. Hilo eneo ni eneo ambao ukicheza nalo vibaya, hilo eneo ukikaa nalo vibaya, eneo la sifa, kibali na nini watu kukubali, ukikaa nalo vibaya likakupoteza kwenye ramani, au ukikaa nalo vizuri likakuinua na kufanya kuwa mtu tofauti. Hilo eneo